Hii tambihi inamuhusu kila mwenye akili, kila aliyekuwa mwerevu, mwenye uwezo wa kutafakari vizuri, inamuhusu hii tambihi. Dola kubwa duniani ni 3 ambazo zimechukua hatamu kwa sasa hivi. Zamani zilikuwa tofauti, zamani zilikuwepo zingine, na sasa hivi kuna zingine pia zipo kubwa. Dola ya Kimarekani ndio ya kwanza. Dola ya pili ni Rusia. Dola ya 3 ni Sin wa China. Zamani walikuwepo Waingereza na mpaka sasa hivi wapo, lakini hawana nguvu ya namna hiyo. Walikuwepo pia zamani Wajerumani na walikuwa na nguvu, lakini sasa hivi wanayo, lakini sio kwa namna hiyo. Ni yazungumze haya matatu tu peke yake, haya matatu tu: Marekani, Mrusi na Mchina. Na kuulizeni billahi alaikum, kwa nafsi zenu na ufuatiliaji wenu, umeshawahi kuona haya madola yanashabikia sana mipira, kutoa vipaji vikubwa vikubwa ambavyo vitaenea duniani kama vile wakina Ronaldo hao, wakina Messi na wengineo? Mtafutieni Marekani, Mrusi wala Mchina. Mtafutieni jina la mchezaji mmoja maarufu sana China, ambaye dunia inamlipa pesa kweli kweli, anatajwa kwamba huyu ndiye kiongozi mkubwa wa mpira, anajua mpira kisawasawa. Rusia yuko wapi mchezaji huyo maarufu mkubwa sana? Ni vijuhudi vidogo vidogo sana vinafanywa, sio vijuhudi vile wenyewe, ni juhudi ndogo ndogo tu za kusapoti mpira. Ataarifuna limadha? Mnajua ni kwa nini? Kwa sababu haya madola matatu nguvu yao ni kuutawala ulimwengu, sio kuustarehesha. Wanahitaji mali, wanahitaji kutawala watu. Hawana muda na mapumbao haya, vinakuwepo kama vile kusukuma gurudumu. Marekani na mali anazozitoa duniani, mapambano yanayoelekeza Palestina, mapambano yanayopelekea Irani na wengineo huko, mali anazozitengeneza kwenye manyuklia, anashinda kumtengeneza mchezaji mmoja mwenye kulipwa zaidi ya hao waliopo duniani leo hii. Mrusia aliyeweza kumiliki network ya duniani, mwenye uwezo wa ujasusi wa hali ya juu sana, anashindwa kutengeneza vijana maarufu duniani waliokuwa mahiri na wenye kulipwa mali nyingi sana. Ikiwa mpira ni kizalisha mali, mbona hawa hawaingilii? Mbona hatuwaoni chochote? Marekani wapi? Na aina Marekani, wako wapi Marekani kwenye mpira wa miguu? Wapo, lakini hawana nguvu. Mchina yuko wapi kwenye mpira? Mchina yuko wapi? Mchina kwenye mpira wapo, lakini hakuna nguvu. Si targeti yao. Targeti yao huo mpira tunauleta kwenu nyinyi ili tuwapumbaze, tuweze kuchukua vilivyomo kwenu na tuweze kuwaharibia mifumo yenu ya dini. Mrusi na dini yake, na anaiendesha dini, anaiendesha nchi yake kwa dini yake, na Mchina naye ana mila zake na dini zake, anaiendesha nchi yake kwa dini zake, na Marekani naye pia ana propaganda zake za kueneza dini kwenye hii dunia. Wao hawana muda kabisa na hayo mambo, wakiyafanya wanayafanya kwa sura dhaifu. Kalitafakari hili, halafu utaona hayo mapenzi unayoyafanya, mapenzi ulionayo ya mipira, yanamsaidia nani katika umma huu?